kwamba kuna watu wanasema mbona mtu anapokosea kosa moja tu nyinyi mnamjalia kuwa si salaf, na hali ya kuwa katika vitabu ukisoma kuna wanazuoni wengi au watu wengi wanakosea lakini hawaingizwi katika makosa. Inakuwaje mtu katika ahli sunna anakosea jambo lakini nyinyi mnamtoa moja kwa moja katika manhaj? Huyo anayesoma kwenye vitabu atakuwa anasoma kiupofu, hasomi kwa kuzingatia na kuangalia maneno ya wanazuoni katika mweko wake ule sahihi. Na hili pengine zikatokana na hawa ya nafsi au likaja kwa sababu ya kutokujua, ujinga. Na hivi ni vitu viwili vibaya ambavyo vinawaangamiza watu wengi: ujinga, mtu kutokujua na kujiona kwamba yeye ajua, au ajua lakini hawa ya nafsi na matamanio ya nafsi yanamvuta akaenda usipofaa. Na wengine wanapelekwa na yote mawili, kutokujua na hawa ya nafsi, na hawa ni watu wengi sana. Lakini ukisoma kwenye vitabu katika tarajum za wanawazuoni juu ya makosa ya baadhi ya watu waliotokea tangu enzi masahaba, lilipodhihiri kundi la Qadariya, ni kosa moja tu. Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma alitabarra na wale watu wa Basra waliokuwa na fikra ya qadar, wanasema la qadar wal amru unfun. Hilo tu. Makosa mangapi? 200. Ni kosa moja tu, sawa, ndilo wafanya waingizwe katika jambo hili. Katika majlisi ya Al-Hasan al-Basri walijitokeza baadhi ya watu wakafanya iftiyat ni kutangulia mbele kwenye kutoa fatwa na hali ya kuwa ulama wapo. Mtu amekuja muulizaji akiuliza juu ya masala ya fasiq asim min usati almuwahhidin, hukumu yake ikoje? Mtu anafanya maasi na hali ya kuwa ni muwahhid, sio kafir, nini hukumu yake? Badala ya kumwacha shekhe ajibu, wakajitokeza baadhi ya vijana katika wanafunzi wake wakajibu kwamba katika manzila baina almanzilatayn, katika manzila baina hiki kipengele hiki tu kikawatoa katika njia sawa, wakawahukumu watu wale kuwa ni watu waovu. Na ndiyo asili ya kundi la al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila hawakuanza kutolewa kwa makosa 200, kosa hili moja. Sisi tunaelewana? Kwa hiyo huyo anayesema kwamba sasa mbona kosa moja tu wanawazuoni ilikuwa hawatoi kwa kosa moja, huyo hajui, atakiwa aelekezwe, lakini asijenge hoja juu yake. Mtu kosa moja tu linaweza kumtoa katika Uislamu, moja tu. Ukisoma Qur'ani utaona hivyo. Kuna watu walisema maneno mabaya kabisa, ikaja aya inasema maneno mabaya dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Hivi mmefanya istizai Allah na aya zake na mtume wake, walileta mambo gani? Sasa ukisoma Qur'ani, ukiwasoma as-salafu salih min as-sahaba, tumtaja Abdullah ibn Umar, hivyo tabi'in na waliokuja baada yao. Wewe angalia muamala wa al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala na kina al-Karabisi na wengineo, walifanya nini? Kosa lao ni lipi? Muangalia al-Isfaraini, msimamo wake dhidi ya al-Baqillani. Al-Baqillani kafanya nini? Makosa mangapi? Na alikuwa yantasib ila sunna wa yudafi'u 'ani sunna, yujadilu al-Mu'tazila, lakini kwa lile alilofanya au yale machache aliyofanya, wanaozuoni wa ahli sunna wal jamaa hawakusita kwenye kumtoa katika njia ya sawa sawa. Kinachoangaliwa ni makosa ya aina gani. Mtu anakariri jambo katika minhaji ipi? Hapo ndo kwenye shida. Lakini zalla mtu akawa mathalan, nataka kusema kwamba mathalan mtu ni katika ahli sunna na mizani yake ya kupima mambo ni katika mizani ya ahli sunna wal jamaa,
na anajulikana kwa sunna. Njia zake za istinbat ni njia za ahli sunnah wal jamaa, na ndio njia za as-salafu salih. Sawa, anakuwa na kawaidi zile zile, kisha akapatwa na zalla katika masala, na yeye ni alimun mujtahidun. Zingatia hilo, wa huwa alimun mujtahidun yu'dharu biijtihadihi, na hali ya kuwa ni alim mujtahid ambaye hupewa udhuru kwa ijtihadi yake, akipatwa na zalla kwa sababu ile ijtihad, nini hukumu yake? Lahu ajrun, pamoja na kosa alilofanya, kwa kuwa ni alimu mujtahid, lahu ajrun, atapata yeye ujira mmoja lijtihadihi, kwa sababu kule kujitahidi kwake. Walakin la yajuzu ittiba'uhu fi dhalik, haitafaa kumfuata yeye katika hilo, haitafaa kumfuata yeye katika hilo, huyu yu'dhar. Lakini lao angekuwa ni alimu kini ghairu mujtahid, ya'tham, anapata madhambi. Sasa hebu tuambieni kwanza, hao watu wenu ambao nyinyi mtaka kuwatetea hii leo ni ulama mujtahidun. Hebu tuambieni, mfano tumemzungumzia Dr. Islam hapa, ni alim mujtahid. Kwa hiyo akikosea atakuwa sasa haifai tena kwamba lahu ajrun. irham nafsaka ya Islam, irham nafsak. hawezi kuwa alim mujtahid, yeye ni talib ilm kama sio jahil basit au murakkab, kama sio jahil basit au murakkab, hawezi kuwa mujtahid. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, misingi ipi aliyojenga juu yake? Anafikiria kwa misingi gani? Ana misingi ipi? Ni misingi ya salaf? Tunaona kwamba misingi anayofikiria si misingi ya salaf, ya kwamba yafaa mtu kusoma na kuchukua elimu mpaka kwa nani? Kwa shaytan. Ma qala hadha ahad min as-salaf. Min aina jaa bihadha? Min aina jita bih? Umetoa wapi haya? Sasa hii sio minhaji ya sawa sawa. Kwa hiyo mtu anapoleta maneno yakawa yamekhalifu njia ya salaf na akawa miiari yake na vipimo vyake sio vya as-salaf, thumma akhta. Tujalie mathalan mtu anakiwa anatumia mizani, lakini mizani zake si sahihi, hata akipatia atakuwa haiko sawa. Hata mu'tazila wakipatia hawako sawa, bado wao ni mu'tazila wa bid'a. Kwa nini? Kwa sababu zile maayiri zao na mizani zao wanazotumia si mizani za ahli sunnah wal jamaa, kwa sababu al-ghayatu la tubarriru al-wasila. Kwa hiyo kulalamika mtu kosa moja tu, limteka kosa moja tu na kuingiza kwenye kufuru, usisubiri makosa 10. Wal-iyadhu billah, jambo moja tu au hilo hakuna mpaka mtu artadi mara 10. Neno moja tu mtu anamuingiza kwenye ukafiri shekhi. Hivyo neno moja tu au masala moja tu yanakutoa katika njia. Almasala malaka imamu kaman shaytan. Wewe huna imam katika hilo. Imamu wako nani sasa? Nani alikutangulia kwamba yafaa kuchukua elimu kutoka kwa shaytan? Huyu Abu Huraira kafunzwa na shaytan. Man salafuka fi hada? Wafikiria kivipi wewe katika jambo hili? Kwa hiyo Dr. Islam asitaki kujitetea, anazungumza maneno kwamba sasa watu wanatoa watu kwa kosa moja tu. Hebu niambie, Qadaria mwanzo kabisa walitolewa kwa makosa mangapi na Abdullah ibn Umar? Ibn Umar ampa salamu yule mtu habari kwamba ukifika huko waambie inni bari'un minhum wa hum buraa'u minni. Hadithi ya kwanza katika Sahih Muslim, hadithi nambari 1 kabisa ndani ya Sahih Muslim. Ukifika wewe kawaambia jamaa zako huko Basra, anni bari'un minhum wa annahum buraa'u minni. Nini walichokisema? La qadara wal amru unfun. bas maneno haya tu. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.